Hivi leo taasisi yetu ya TANROADS, yani wakala wa barabara nchini, imesaini mikataba minne ya ujenzi wa barabara kwa kiwango cha lami, miradi ambayo imekuwa targeted kwa kina mama katika mkoa wa Songwe. Miradi hiyo ni ya kilomita 55 katika mkoa wa Songwe, ambapo makampuni kadhaa ambayo yameungana ya kina mama yameweza kusaini mikataba hiyo minne. Mikataba hiyo ni katika barabara ya Ruanda, Nyimbili, Hasamba hadi Humba. Na hii barabara ina urefu wa kilomita takriban 80, kama 79.8 hivi. Na mikataba hii inalenga katika kuwawezesha wakandarasi wanawake na wakandarasi wazawa kwa ujumla kuweza kushiriki moja kwa moja katika ujenzi wa barabara. Hii sio miradi ya matengenezo, ni miradi ya ujenzi wa barabara, yani kwa maana ya kuinua hadhi ya barabara kutoka kiwango cha changarawe hadi kuwa kiwango cha lami. Katika hiyo mikataba minne ambayo ni ya kilomita 55, kandarasi kadhaa zimesainiwa kama nilivyosema, lakini zimejumuisha makampuni yaliyoanzishwa, kusimamiwa na kuendeshwa na akina mama. Na kwa hiyo tunachukua fursa hii kumshukuru sana Rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuwezesha kufikia hatua ya kusaini hii mikataba, na hivyo kuwezesha kuwafanya akina mama washiriki moja kwa moja katika mikataba ya ujenzi wa barabara za lami. Kwa kuwa ni mwanzoni tunaanza katika utekelezaji wa miradi hii, taasisi yetu ya TANROADS, wakala wa barabara nchini, itashirikiana kwa karibu na hao wakandarasi akina mama ili kuwajengea uwezo. Dhamira ni kuhakikisha kwamba makundi yote kwa mujibu wa kanuni na sheria za manunuzi, yani za PPRA, ambazo zinataka baadhi ya makundi maalum washiriki moja kwa moja katika utekelezaji wa miradi, na hivyo kuweza kushiriki katika uchumi wa nchi yao na kuwawezesha makundi hayo maalum ikiwemo akina mama katika kushiriki katika miradi ya ujenzi wa barabara. Kama mnavyofahamu, sio rahisi sana kukuta makampuni ambayo yanaongozwa na wakina mama, lakini kwa kushirikiana na bodi ya makandarasi yani CRB, kwa kushirikiana na wizara yetu ya ujenzi kupitia kwa katibu mkuu Balozi Aisha Amur, alisimamia kwa karibu sana hili na alitolea maelekezo kwa mtendaji mkuu ambaye ni mimi, kwamba tuhakikishe kwamba mikataba hii inasainiwa kwanza, lakini vile vile inasimamiwa ili kukidhi ubora wa viwango na hivyo kuwajengea uwezo wa kina mama. Hii ni fursa pekee na aina yake nchini ambayo itatoa nafasi kwa kundi hili katika kushiriki katika uchumi wao kupitia ujenzi wa barabara, lakini vile vile kuinua hali za maisha za kina mama na uwezo wao katika kuendesha makampuni ya ujenzi. Kwa majina anaitwa Judith Odunga, ni rais wa chama cha makandarasi wanawake Tanzania. Siku ya leo tarehe 10 mwezi wa 6 mwaka 2025 ni siku ambayo wanawake makandarasi Tanzania hatutaisahau. Ni siku ya kihistoria, siku ambayo tumeweza kusaini mikataba ya kimkakati ambayo tuliomba kwa Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan mwaka 2020 mwezi Disemba, na alituahidi kwamba atahakikisha jambo hili linatimia. Tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan. Aliweza kuwasiliana na viongozi wa ngazi za juu ya Wizara ya Ujenzi, na Mheshimiwa Waziri wa Ujenzi wakati huo akisaidiana na wenzake waliweza kukubaliana iandaliwe miradi mkakati kwa ajili ya wanawake makandarasi ya kuwajengea uwezo na pia na makandarasi wazawa.
Kwa heshima kubwa tunapenda kutoa shukrani, jambo hili limetimia. Leo tumeweza kusaini mikataba 4 yenye thamani ya shilingi bilioni 55. Ni jambo ambalo lilikuwa halijawahi kutokea katika nchi yetu. Na tunapenda sana kuishukuru Wizara ya Ujenzi, Waziri wa Ujenzi na wasaidizi wake, Katibu Mkuu pamoja na wasaidizi wake wote ambao kwa ushirikiano wao kwa pamoja, Chief wa TANROADS Tanzania Mohamed Besta na wasaidizi wake kwa hakika wamelifuatilia hili jambo na walitenga muda wao hasa wakishirikiana na PPRA jinsi ya kulegeza masharti kidogo kwa ajili ya kutuwezesha sisi wanawake makandarasi kupata miradi hii wezeshi. Jumla ya kampuni 12 zinaenda kunufaika na mikataba hii, ambapo kila mkataba mmoja, mradi mmoja una kampuni 3 katika hii mikataba 4, miradi 4. Na tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu Mheshimiwa Waziri Ulega pamoja na Balozi Aisha na Chief wa TANROADS wametuhakikishia ya kwamba 30% kama ulivyoomba na unavyoomba mama yetu Mheshimiwa Rais. Tunasema asante sana, tunaomba Mwenyezi Mungu atusaidie wanawake tuweze kuifanya miradi hii, na tunaahidi tukihakikisha kwamba tutaifanya kwa ubora unaotakiwa na ubora wa hali ya juu kwa ushirikiano na ushauri na maelekezo ya viongozi wetu wa TANROADS mkoa wa Songwe pamoja na makao makuu TANROADS Tanzania. Tunaomba ushirikiano wa vijana wa maeneo hayo tunapokuja waje waweze kupata kazi za kufanya. Maana alipo mkandarasi mwanamke na ajira kwa vijana wa kike na wa kiume inakuwepo. Tuna imani na Samia, oya oya, Samia kweli 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 kweli, Samia kweli 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 kweli, Samia Mitano tena.